TBC1 na sasa ni dondoo za magazeti ambayo ametufikia leo siku ya Jumapili ya Mei 29. Na nikianza na gazeti la Mzalendo, katika kurasa yake wa mbele limeandika Sahara Energy yapigwa stop kuingiza mafuta, ni baada ya kubainika kuyaleta yakiwa machafu. Serikali ya watoa hofu wananchi usafiri wa anga. Malaigwanani wa mpinga Lowassa. Habari zipo katika ukurasa wa pili. Hakuna mtu aliye juu zaidi ya CCM. Habari ipo katika ukurasa wa pili. Boti ya zama Dar es Salaam 10 wafa maji. Habari ipo ukurasa wa 3. Watu 10 wanahofiwa kufa baada ya boti ndogo iliyokuwa inasafiria kutoka Magogoni kwenda Kigamboni kuzama katika bahari ya Hindi. Gazeti la Majira, waliofoji vyeti kufutwa kazini, serikali yatangaza kiama, yatakiwa wajiondoe, yazungumzia ada elekezi ukaguzi wa vyuo. Habari ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Nikusomea kwa kifupi tu, serikali imetangaza rasmi kuanza kampeni ya kusaka na kuondoa watumishi wa umma kazini wote walioajiriwa serikalini kwa kutumia vyeti bandia au kujiondoa wenyewe kabla ya kufikiwa na mabadiliko hayo. Lengo la serikali ni kuzisafisha sekta mbalimbali za utumishi wa umma ikiwemo ya elimu. Pia kuna habari, CCM Zanzibar yamvaa Sefu, yatoa tamko la kulaani maagizo yake Pemba. Habari ipo kurasa wa pili. Sumatra kufuta njia 3 da. Hii ipo kurasa wa 3. Mafuta ya ndege tayari nimeshaisoma. Mahakama yasema kanisa la City Christian Sinza liondoke. Habari ipo kurasa wa 3. Gazeti la Sunday News limeandika magonjwa yasiyoambukizwa yatolewa tahadhari. Pia kuna habari inayoelezea kuwa tatizo la maji yasiyo salama kupatiwa ufumbuzi. Pia kuna habari nyingine, dada poa abuni mbinu mpya ya kutafuta wateja. Usambazaji wa mafuta ya ndege wasimamishwa kwa muda. Gazeti hilo ni la Sunday News. Gazeti la Nipashe nalo lina habari katika ukurasa wake wa mbele, neno la mwisho la dada bilionea Msuya hili. Mama mzazi asema Anet alimpigia simu siku 2 kabla kifo chake, na katika mazungumzo hayo akamwambia. Habari ipo katika ukurasa wa pili. Mkanga chips yafariki boti kizama feri Dar es Salaam. Sakata la vyeti feki la gumzo kwa wabunge Dodoma. Wagonjwa walazwa na maiti wodini. Hii ipo kurasa wa 8 wa gazeti la Nipashe. Nikitafuta taarifa hii kusomea kwa kifupi tu katika ukurasa wa 8. Je, umewahi kulala chumba kimoja na maiti walau kwa siku 2 katika maisha yako? Ni hisia gani? Hii inaelezwa kuwa katika kituo cha afya katika halmashauri ya Ushetu wilaya Kahama mkoani Shinyanga wanakabiliwa na hali ngumu ya kulala na maiti katika chumba kimoja na kuwasababishia mauzauza kila uchao. Hayo ni huko Shinyanga. Muhongo watumbua kampuni kisa mafuta feki. Upinzani wanusa ufisadi miradi ya maji nchini. Da sasa kujengewa flyover 9. Hilo ni Nipashe. Gazeti la Habari Leo, aliyeleta mafuta feki asimamishwa ni ya ndege, atakiwa kuanza kusafisha matangi na mabomba. NHIF kuja na huduma ya mama na mwana. Budget ya maendeleo maji yaongezeka. Hii ipo kurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Kuna habari picha inaonyesha wanawake wakazi wa Dar es Salaam wakiwauguza watoto wao waliolazwa wodi ya watoto hospitali kutokana na uhaba wa vitanda, wamelazwa wawili. Hilo ni gazeti la Habari Leo. Katika gazeti la Jambo Leo, Nape asema na mheshimu Edward Lowassa. Kuna habari picha Magufuli hana rafiki. Ipo kurasa wa 4 na wa 8 katika gazeti hili la Jambo Leo. Kuna habari picha pia inaonyesha ambao wametumbuliwa majipu. Na tuelekee katika habari za michezo na burudani. Spoti Leo, Kipre Cheche aipa masharti Yanga. Simba Sports Club waanzia kwa Wawa Telela. Mayanja ampa ulaji beki la kazi Simba. Mourinho aanza kwa makeke Man United.
Katika ukurasa wake wa nyuma, Sport leo limeandika wakala kataa Ibrahimovic kutua Man United. Ferguson anasema Wenger ni kocha wa aina yake, na nikimalizia lete raha ni Ronaldo tena. Yanga wawaendea Uturuki wa Algeria, beki la Mazembe la Simba. Mourinho bye bye shida Man United, hatma ya Samata Europa leo. Ni Ronaldo leo ni kuhusiana na mchezo uliofanyika jana wa mabingwa Ulaya, ambapo Real Madrid walioibuka na ushindi mkali kwa penalty ya 5-4 dhidi ya Atletico Madrid.